ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الطاعات، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Kwanza tunarejesha shukurani za dhati kwa Allah tabaraka wa taala. Vile vile tunarejesha swala na salamu kwa kiongozi wa umma huu, naye si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Unwani ya khutba yetu ya leo kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah kituweka uhai na uzima, hii ndio itakuwa ni Jumaa ya mwisho katika mwezi huu wa Shaabani tulionao. Jumaa inayokuja kivyo vote kwa uwezo wa Allah, ikiwa bado tuko hai, tayari tutakuwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ni lazima tuwe ni watu ambao kwamba ni wenye kujiandaa na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo hutuba yetu tutaelezea kwamba kaifa nastakbil shahru Ramadhan, vipi tutaupokea au vipi tutajiandalia au vipi tutajiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna ile mambo ya muhimu kabisa, mambo ni mengi sana, lakini kila kitu kina muhimu na muhimu zaidi. Kwa hivyo tutaangalia yale ambayo kwamba ni ya muhimu zaidi, ndiyo tuyaongelee. Vile vile katika hutuba yetu tutaeleza min ayi al-asnafi anta fi istiqbali Ramadhani. Hapa ni muhimu sana hii mukaddima, kisha ndio tuingie katika sulbil mawdhu. Wewe ni katika ama uko katika fungu gani katika wale wanaopokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika hawa watu ambao kwamba tutakaowataja? Jiangalie wewe mwenyewe ukoje, maandalizi yako yakoje? Bali linsanu ala nafsihi basira. Watu katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ulama wamewagawanya katika sampuli 4 muhimu. Sote Waislamu katika kusubiri mwezi mtukufu wa Ramadhani tumegawanyika makundi mangapi? 4. Na makundi yote 4 haya, kundi moja peke yake ndio twafaa mimi na wewe tuwe katika hao, na haya makundi yote 3 twafaa tujiepushe nayo. Asirfun awwal, kundi la kwanza katika watu ambao kwamba wanaosubiri mwezi mtukufu wa Ramadhani, ulama wanatuambia la yahtamu biqudumihi min qaribin au ba'idin. Kuna watu wali'iyadhu billahi min dhalika katika sisi hawana hamu na mwezi mtukufu wa Ramadhani, sawa ule mwezi bado siku nyingi iliyoingia Ramadhani au bado siku kidogo. Fal amru la yahumuhu, yeye hana dhiki Ramadhani ije isije, yeye hana habari, wala hata hana hiyo fikra kabisa, wala hana maandalizi ya aina yoyote, wala haiko kama katika akili yake. Raghma annahu yad'i annahu min almuslimina, pamoja ya kwamba yeye wadai ni katika Waislamu, lakini hana fikra wala hana hamu wala haiko kabisa katika akili yake. Ulama wanatuambia hawa ni watu wa aina gani? Wanasema hadha sinfu minan nasi, hawa ni watu wale katika binadamu, mashghulun bidunyahu, ni mtu ambaye kwamba ameshughulika na dini yake na dunia yake, an akhiratihi, yani ulimwengu umempeleka mbio mpaka akawa hana time ya kuifikiria au kuiwaza au kuwaza kwamba iko siku nitakwenda kukutana na Allah. Hana hiyo time, waliyadhu billahi min dhalika. Yeye ni vipi atapata, ni vipi ataendelea,
ni vipi atakuwa maarufu, ni vipi atakuwa na gari ya pili, ni vipi atakuwa na viwanja vingi, ni vipi atakuwa ni mtu ambaye kwamba anaweza kuingia katika ofisi yote ya kiserikali bila kuziliwa na mtu yote. Yeye ndio fikra yake, hamu yake. Kwa hivyo kwa kule kujishughulisha, na kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, hubbu dunya, kuipenda hii ni dunia, rasu kulli khati'ati, ndiyo chanzo cha matatizo yote. Ukishakuiweka, ulama wanatuambia dunia twafaa tuiweke katika mikono yetu, katika viganja vyetu vya mkono. Ikituchosha tutaitupa. Akhira twafaa tuiweke katika nini? Katika moyo wetu. Lakini leo imekuwa ni kinyume. Akhira tumeiweka katika mikono yetu, viganja vyetu vya mkono. Wakati wowote tutakapopambana na maslahi ya kidunia, tuko tayari tukaitupa akhira na tukaiambata dunia, kwa sababu dunia tumeiweka ndani ya mioyo yetu. Ni vipi tutafaulu, ni vipi watoto wangu wataishi maisha mazuri. Hatujawahi, wallahi billahi tallahi, ni wachache mno ambao wanaofikiria ni vipi mtoto wangu atakapopambana na sakaratul maut kwake yeye itakuwa si dhiki, ni vipi mtoto wangu atakavyoingizwa ndani ya kabri ataishi maisha ya raha, ni vipi mtoto wangu kabri lake litakuwa ni rawdhatan min. Wallahi billahi tallahi, ni wachache sana wanayowaza hayo. Yanawaza tu mtoto wangu atasoma shule ya ghali, apata kazi mzuri, awe na maisha mazuri. Utakuta baadhi ya wazazi utaona wanateseka, unakwambia wacha tuteseke sisi, lakini watoto waishi maisha mazuri. Waliyadhu billahi min dhalik. Hatujakatazwa, ni sawa, lakini kuna maisha mazuri zaidi, sawa, ambapo kwamba ni maisha ya ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi hiya aljanna. Ala, jueni na kufahamu kwamba sil'atullahi ghaliya, bidhaa ya Allah ni ghali. Bidhaa ya Allah ni nini? Ni janna. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hawa ambao kwamba hawana hamu wala hawana fikra kuhusiana na kuja kwa Ramadhani au kwa kuondoka kwa Ramadhani, ni wale ambao kwamba dunia yao wameiweka ndani ya mioyo yao na akhira wameiweka katika viganja vya mikono. Wa bishahawatihi an ta'atihi, hawa ni watu wa sampuli hii, ni wale ambao kwamba matamanio yao, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, je, wamuonaje yule ambaye kwamba amefanya matamanio yake ndiyo Mungu wake? Anachokitamani yeye atafanya, hajali Allah anataka, kisha anakwambia Mungu atanisamehe bwana, inna Allah ghafurur rahim. Yani kile anachokifikiria na anachokitamani katika maisha yake yeye atafanya, hajui kwamba kuna radhi za Allah, yeye hajali kwake. Yeye Mungu wake ni matamanio yake. Kwa hivyo ulama wanasema hawa ambao kwamba hawana fikra ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wale ambao kwamba matamanio yao yamewaziwilia wao kufanya taa ya Allah tabaraka wa taala. Ama sampuli ya watu wa pili, asinfu thani, watu wa pili katika sisi wanadamu, anasema kwamba yastaqbilu Ramadhan, anaupokea kweli mwezi wa Ramadhani, lakini wa huwa mahmumun, ukamwona kwamba ni mnyonge, ana mawazo Ramadhani, Ramadhani haja tena, ashaanza kuwa hana raha, hana furaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu liannahu yara fi shahri Ramadhan, kwa sababu yeye katika akili yake na fikira yake inamwambia kwamba Ramadhan dhaifan thaqilan, ni mgeni mwenye kumtilia uzito katika maisha yake. Yani kama ni mgeni ambaye kwamba atakaye kuja kumharibia mambo yake. Waliyadhu billahi min dhalik. Anajua kweli kuna Ramadhani, yajiandaa kuipokea Ramadhani, lakini kwa unyonge, hana raha, hana furaha, akitarajia na kuamini kwamba Ramadhani ni mgeni mnyonge. Huwa na yeye huyo, wa insama, hata kama atafunga, illa annahu yakunu ghayru murtahu athnaa sawmihi. Waliyadhu billahi min dhalik. Atafunga kwa kuwa ni lazima tu, hafungi kwa kuwa tena raha. Wallahi nina raha na furaha, natamani ni Ramadhani simalizike. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lao mngelikuwa mnajua ajiri na fadhila zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mngelitamani mwaka mzima iwe ni Ramadhani. Lakini waliyadhu billahi min dhalika, kuna watu katika sisi, na wako madamu ulama wamewazungumzia, wako mia bila tatizo lolote, kwamba yeye Ramadhani kiingia kwake
Kama mwingine anaweza akazua kwamba mimi nina maradhi ya alsa, siwezi kufunga, nitatoa kibaba. Mimi nina tatizo, daktari ameniambia lazima nitumie dawa, kwa sababu hakuchukulia kwamba mwezi wa Ramadhani kama alivyokuwa akifurahia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia maswahaba, qad jaakum shahrun, hakika umewajia ninyi mwezi ambao kwamba mwanzo wake, usiku wake wa kwanza hufunguliwa milango ya pepo na ikafungwa milango ya moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha mchana wake kufunga. Allah Tabaraka wa Ta'ala amewasunishia, amefanya ni sunna watu kusimama usiku wake. Kwa hivyo yeye hana fikra kama hizi, anajua kwamba ni jambo zito kwake yeye, ni jambo ambalo kwamba halina budi, yalifanya tu kwamba ni lazima nifanye, basi na mimi nitafanya. Waliyadhu billahi min dhalika. Kwa hivyo hii ndio watu sampuli ya pili. Lidhan, kwa hivyo fahuwa mahmumun, utamwona hana amenyongeka, mnyonge, kisha wahazinun, ana huzuni, utafikiri ana maradhi, lakini kumbe waliyadhu billahi bidhalika, kwa sababu mbele yake siku karibuni kuna mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja. Asifu thalith, watu wa sampuli ya tatu katika wale ambao kwamba ni katika sisi Waislamu tunaosubiria mwezi mtukufu wa Ramadhani, asema yafrahu wa yas'ad, yufurahi na sawa na yuwatamani huo mwezi uje, sawa. Yafrahu biqudumi Ramadhan, yufurahia sana Ramadhan karibu, mashaallah, wallahi natamani iwe ni kesho, lakini wanasema la, liannahu shahru ta'ata lirrahman, wallahi huyu hafurahiki wala hautamani mwezi wa Ramadhani uje ati kwa sababu ni mwezi wa mwanadamu kuongeza taa ya Allah Tabaraka wa Taala katika mwezi kama huo. Hapana, sawa. Wala liannahu tuftahu fihi abwabul janna, wallahi wala hafurahi kwa sababu ati ni mwezi ambao kwamba milango ya pepo inafunguliwa. Hapana. Watughlaqu fihi abwabun nirani, na kwamba ni mwezi ambao kwamba unaofungwa ndani yake milango ya moto wa jahannam. Si hivyo. Wala liannahu shahru tauba wal Qur'ani, wallahi wala hafurahi huyu mtu kwa sababu ati Ramadhani ni mwezi wa mwanadamu kurudi kwa Allah na kuisoma sana Qur'ani kama alivyotuambia Allah, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Hapana. Wa mudhaafatu alujuri, wala hafurahi kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kusali swala ya faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah anamwandikia 70, kama vile mtu anaposwali swala ya faradhi nje ya Ramadhani. Akiswali swala ya sunna Allah anamwandikia ni kama kwamba ameswali swala nini, swala ya faradhi nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwaka jana walillahi alhamdu tulieleza kabla ya Ramadhani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaongeza ajri katika amkinatul fadila, sehemu zile takatifu. Vile vile tukasema katika al-ashhurul fadila, katika ile miezi mitakatifu Allah Tabaraka wa Taala huongeza ajri. Na tukaona namna gani ulama walivyotueleza kupitia aya ya Allah Tabaraka wa Taala kuhusiana na maovu. Je, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na sehemu zingine zozote takatifu, baada ya kwamba tumejua mema huongezwa, je na maovu nao huongezwa? Tukaeleza kwa namna ndefu sana, lakini tukikumbushana tu kwamba tulieleza ya kwamba mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani au katika sehemu takatifu zozote Allah Tabaraka wa Taala huongeza kwa namna mbili. Namna ya kwanza huongeza kwa idadi, yani kawa moja kwa 70 kama vile Ramadhani, sawa. Kisha vile vile pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaongeza ajri yake kawa ni kubwa zaidi kuliko siku nyingine. Lakini tukasema katika maovu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu takatifu, katika miezi mitakatifu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huongeza yale maovu, lakini haongezi kwa idadi, bali moja ni kwa moja tu. Ukifanya ovu moja utalipwa moja kama alivyosema Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakini ulama wakatuambia kwamba adhabu ambayo kwamba utakayoipata kwa madhambi uliyofanya katika miezi mitakatifu au sehemu takatifu, adhabu yake inakuwa ni kali zaidi kuliko siku zingine. Kwa hivyo huyu hafurahi kwa sababu ati ajiri inaongezwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, atang'ang'ana na yeye na kujitahidi kufanya mema ili ajiri yake iongezwe. La hasha wakalla. Kwa hivyo yeye yofurahia ni nini anachokifurahia? Walakin farhatahu
biqudumi shahri Ramadhan, lakini ile furaha yake kwa kufurahikia kwa sababu mwezi wa Ramadhani unaokuja, maqrunatun bishahawati walmaladhati wal'iyadhu billahi min dhalika. Hiyo furahia kwa sababu mwezi wa Ramadhani waja kwa sababu ya matamanio yake na kwa sababu ya starehe zake. Fahuwa fi nadharihi, yeye katika fikra zake yuadhania kwamba Ramadhani shahru saharati ma'a tamthiliyati, Ramadhani ni mwezi wa mtu kukesha kuangalia series, wal'iyadhu billahi min dhalika. Na ni kweli, naam, tumeona sisi katika miji yetu tukiwa ni wadogo, ijapokuwa sasa mambo mengi yanaenda yakiondoka, lakini ilikuwa tukiona kule kwetu sana sana watu wanacheza carom, ile ilikuwa na karata zile. Wallahi utakuta watu wanacheza mpaka saa 7 mpaka saa 8, bali watu ikisha kuanza Ramadhani baada ya siku 2-3 zinaenda kununuliwa karata mpya, bali wengine waliyadhu bila midhalika kila siku wananunua karata mpya kwa sababu ule mchezo umenogea, kwa sababu kuna mwingine ameweka alama katika zile karata. Kwa hivyo wao wanajiandaa na kutamani Ramadhani ifike kwa sababu wanajua sasa ni mwezi wa kucheza nini, karata. Kuna michezo mingine ilikuwa tukicheza tukiwa ni wadogo, tukicheza mara nyingine mpaka saa 5, tunaenda tarawih saa 3 shamalizika, mnacheza hiyo michezo. Kwa hivyo wao unafurahia na kutamani Ramadhani isiondoke kwa sababu ya ile michezo ambayo kwamba unayocheza. Nakumbuka pale jirani kwetu kulikuwa na carom, watu wakicheza mara nyingine mpaka saa 8 mpaka saa 9, wal'iyadhu billahi min dhalika. Tena ushabiki wa hali ya juu sana, fujo, makelele, kunawekwa nyimbo za balo, nyimbo za Kihindi, na ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahi ile siku mwezi tu wa Eid umeonekana, lile carom hakuna tena. Kwa hivyo mtu anatamani kabisa ile Ramadhani ifike kwa sababu yale ambayo kwamba michezo ambayo kwamba inayopatikana ndani ya Ramadhani, anajua baada ya Ramadhani haifanye nini, haipatikani, wal'iyadhu billahi min dhalik. Kwa hivyo kuna watu ambao kwamba wanatamani Ramadhani ije. Wewe angalia Mombasa, hali vile ambavyo kwamba hivyo iko kule Makadara pale vile kulivyo ndani ya Ramadhani. Hizi siku zingine utakwenda kuona chochote, lakini wewe fungua YouTube uangalie. Mwenyezi Mungu amjaze khairi, na miaka nyuma kidogo Yusuf Abdi alikwenda na speaker sawa na maiki yake, akafungua akawasha na akaanza kuwanasihi watu ndani ya Makadara, ule uchafu unaofanyika na ile mabaya yanayofanyika. Kwa hivyo siku zingine zote hakuna, lakini ikifika Ramadhani, kwa hivyo mtu anatamani haswa Ramadhani ifike ili ayafikie yale ambayo kwamba anayotaka, wal'iyadhu billahi. Wako watu namna hivi, wako. Kuna watu ambao kwamba wao ndio siku zao za kwenda kutembea na kwenda nje. Kuna mtu wal'iyadhu billahi midhalika huchukua livu haswa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wallahi si kwa sababu awe faragha na ibada, kwa sababu apate kustarehe na yale anayotaka ayatekeleze vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo wako watu namna hii, watu ambao kwamba wanadhania kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mtu kuangalia series zake, ni mwezi mtu kuangalia movie zake, ni mwezi mtu ambaye kwamba fi nadharihi shahrul maakulati, ni mwezi ambao kwamba mtu anajua kwamba ni mwezi watu kula sana, wakula vizuri. Mtu mzanga umefunga kisha umekula sima, yani anaona kwamba haiwezekani kama umefanya kosa la jinai, yani ule sima ndani ya Ramadhani. Hapana, haiwezekani. Wal mashrubati, mtu anaenda kununua friji, utaona ingia katika mitandao uone kwamba friji jamani, Ramadhani nini, Ramadhani ishafika, blender la Ramadhani. Yani wal'iyadhu billahi midhalika, watu wanafanya kwamba ni mwezi wa watu kuyatekeleza yale matamanio yao na shahawanatiyatu zao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo kuna watu ambao kwamba sasa tayari washaanza kununua vitu tofauti, si kwa ajili ya ibada, hasha wakalla, ni kwa ajili ya maladhati zao na shahawati zao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo wako watu namna hiyo ambao kwamba wanaojiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asifu rabi, watu sampuli ya 4 ambao kwamba ni sampuli ya mwisho katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema humul ladhina arafu qadra shahri Ramadhan, ni wale ambao kwamba walillahi alhamdu Allah aliwafahamisha na akawajulisha utukufu wa mwezi wa Ramadhani, wafahimu wafaqihu alhikmata min mashru'iyatihi, na wakaelewa ni kwa nini tumekewa Ramadhani. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuna watu ambao kwamba wanajua kabisa kwamba hii ni fursa dhahabia, ala inna fi ayami dahrikum la nafahatin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika siku mnazoishi kuna ofa za Allah tabaraka taala, fata'arraf
ta'arradu laha, zipatilizeni. Kwa hivyo kunao watu ambao kwamba wanaoyakini ndani ya mioyo yao, si midomo, hapana, bali wana shauku, wanatamani ni lini itafika niweze kusimama usiku, niweze kuswali tarawih. Kuna mtu sasa sheka azma, mwaka jana niliswali kidogo, lakini inshallah Ramadhanini nitaswali tarawih mzima. Ramadhani mwaka jana nilisoma Qur'ani kidogo, lakini inshallah Ramadhani mwaka jana nilifuturisha watu lakini nusu. Ramadhanini inshallah taala nitafuturisha. Kwa hivyo wako watu ambao kwamba wanaelewa na kutambua na kujiandaa na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakielewa kwamba huu ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka tuweze kujiandaa katika kufanya mambo ya khairi. Fa idha ma aqbala alaihim sa'idu biqudumihim washammaru sawaidul jiddi. Utakapofika mwezi ule mtukufu wa Ramadhani utawaona mapema msikitini, tasbihi ziwatoke mikononi mwao, Qur'ani ndio anisi yao, yani ndio pumbao lao, vitabu vikao katika vikao vya khairi hutowakosa, kwa sababu wao walikaa kabla Ramadhani kuingia wakiamini na kutarajia kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Ukiingia ndio kama tulivyosema katika mwaka jana katika hutuba yetu, tulikosema kwamba ndugu zangu Waislamu, pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa ameingiliwa siku ya kwanza Ramadhani, na akawaambia masahaba kwamba leo imeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, au itakapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani usiku wa kwanza, Allah tabaraka taala anafungua milango ya janna, anafunga milango ya pepo, anafunga milango ya moto wa jahannam, anawafunga mashaitani. Hii ni kuonesha kwamba nidhamu ya kilimwengu ya alamul ulwi, ulimwengu wa kijuu na alamu sufli, ni kuna taghayur na mabadiliko. Ina maana wazi na kutonesha wazi kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Hatutaki kuwazungumzia tuliozungumzia mwaka jana, lakini tunaona wazi kabisa kwamba wale ambao kwamba wanaoelewa na kujielewa na kujitambua kwamba Ramadhani itakapoingia ni lazima niwe na mabadiliko, niache yale mazoea ambao kwamba nilikuwa nayo kabla Ramadhani, ikiingia Ramadhani niwe mtu mwingine tofauti sana. Kwa hivyo kuna watu wa sampuli ya 4 ambao kwamba tunatakikana mimi na wewe na mwingineo awe katika sampuli hii ya 4, kujiandaa na kufurahia na kutamani mwezi wa Ramadhani uje, ili apate kujitahidi, ili apate kufanya yale ambayo kwamba ni mazuri yanayomridhisha Allah tabaraka wa taala. Watu kama hao ulama wanatuambia, wanaona ya kwamba Ramadhani musimu litaati, ni msimu mtu wa kufanya taa au kuongeza taa, wa fursatun litajdidi tauba. Pia anajua wazi kwamba hii ni nafasi Allah tabaraka wa taala amenipatia kwa ajili mimi nirudi kwake yeye. Vile vile anajua kwamba hii ni fursa, wal qurbu min rabbil ardi was samawati, hii ni nafasi Allah tabaraka wa taala amenipatia ili mimi nipate kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wanasema fa ramadhanu fi nadharihim, basi watu hawa Ramadhani katika maangalizi yao wanaona kwamba ni minhatun ilahiyya. Sawa, ni minhatun ilahiyya, hii ni nafasi ya kipekee iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa atiyatun rabbaniyya, na vile vile pia ni hidayah, ni tunu ilitoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wanasema qad la yudrikunaha fi awamin qadima. Sasa wanajitahidi na kujipinda wakiamini ya kwamba huenda kawa hii ni Ramadhani yangu ya mwisho, huenda nisipate tena nafasi kama hii ikiwa Allah tabaraka wa taala. Na hili ni swali la kila mmoja afaa ajiulize, limadha ana hatta alana fi qaid alhaya. Wallahi ushawahi kujiuliza katika maisha yako ni kwa nini mpaka sasa uko hai? Ushawahi kujiuliza kwa nini mpaka sasa uko hai? Wallahi si kwa sababu wewe ni bora. Sidhani ubora wako kama unaweza kumshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidhani ubora wako unaweza kumshinda Abu Bakar Siddiq. Sidhani ubora wako unaweza kumshinda Sayyidina Umar al-Faruq, lakini waliondoka. Lakini kwa nini wewe mpaka sasa? Allah tabaraka wa taala amekuweka katika uhai, amekuweka kwa sababu kubwa sana. Sababu kubwa ambapo kwamba ulama wanatuambia ni kwa sababu 2 peke yake.
sababu upate kuendelea katika taa na upate kurekebisha yale ambayo kwamba uliomkosea Allah tabaraka wa taala. Usione kwamba ni jambo adin, ni jambo la kawaida sana wewe kuwa hai. Hasha wakala, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakupatia fursa nyingine upate kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hawa watu sampuli ya 4 ndio watu ambao kwamba mimi na wewe twafaa tuwe ni katika hao watu ambao kwamba wanaofurahia Ramadhani, na itakapoingia Ramadhani kweli utawaona. Wanasema ulama, lisanul hali afsahu min lisanil maqali, hali ya mtu yajieleza zaidi kuliko mtu kuzungumza na mdomo. Wacha porojo nyingi, maneno mengi, hali yako vile ilivyo unakuwa tayari ni mwenye kueleweka hata bila kujieleza sana. Ndugu zangu waislamu, hii ndio hali ya watu katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hali 4 hizi katika mambo ambayo kwamba ni muhimu sana, twafaa tuwe ni wenye kujiandaa nayo kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani ni at-tadhkir. Jambo la kwanza ni kukumbuka bi anna fi hadha ash-shahr al-karim 3 furasin lilmaghfiratin yanbaghi an yastahdhiraha al-mu'min wa huwa yastaqbilu hadha ash-shahr. Ndugu zangu waislamu, ikiwa tujiandaa, Mungu akitujalia tukiwa hai na uzima, Jumaa itakayokuja tutakuwa tunazungumza tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo kabla hii Jumaa nyingine, ikiwa Allah ametupa uhai na uzima haijaingia, kumbuka haya kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumbuka kabla hujaingia Ramadhani, ili upate kuwa na habari kamili na mambo kama haya, kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna fursa 3 au kuna njia 3 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniwekea mimi na wewe ya kuweza kusamehewa madhambi yetu, ili kusudi Ramadhani ikiingia patiliza hizi fursa 3. Kama ulama wanapotuambia, ukikosa moja utapata nyingine, ukikosa nyingine utapata nyingine, lakini itakuwa ni bora zaidi uzipate zote 3. Fursa ya kwanza ni pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotuambia, man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana, yeyote atakayesimama Ramadhani. Kama ulama kwamba wakitafsiri hadithi kama hili, man qama ramadhan, hapa ni salatu tarawih. Yeyote ambaye kwamba atakayeswali swala ya tarawih imanan, mwanzo akiwa anamwamini Allah tabaraka wa taala, wahtisaban, amefanya hana matarajio kwa mtu mwingine yote, ni matarajio yake ni kwa Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah tabaraka wa taala atamsamehe madhambi yake yote. Min dhanbihi ma taqaddam, madhambi yote yaliyotangulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza. Wacha hili ni dogo sana, Allah anaweza zaidi. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, mwenye sema subhanallah 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 mara 33, alhamdulillah alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, kisha akakumisha la ilaha illallah wahdahu la sharika la, Allah atamsamehe madhambi yake hata ikiwa ni mfano wa povu la bahari. Allah ana haja gani na wewe na madhambi? Allah ana haja ni wewe mwenyewe tu. Wama dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum dhulimun, Allah hakuwa dhulumu, ni wao wenyewe ndio wamejidhulumu. Wewe taka msamaha kwa Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaona atakavyokusamehe. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, fursa ya kwanza ambapo kwamba yanafaa ikae kwenye akili yetu kwamba sisi tuna chansi kubwa sana ndani ya Ramadhani. Kumbe nikisimama kama hadithi nyingine ambayo kwamba inavyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yoyote ambaye kwamba atakayesimama na imamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akaswali na yeye kuanzia mwanzo mpaka mwisho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yomwandikia ni kana kwamba amesimama usiku mzima. Tarawih tu raka 8 hata au raka 20, wewe angalia utachagua pale unapopataka, pa 8 ama ni pa 20. La msikiti uko mbali, nyumbani kwako, wewe kama baba, wewe kama kiongozi, swalisha, wengine wakufuate nyuma, Allah tabaraka taala bado atakupatia thawabu kama hizi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujiandae. Wallahi ni masikitiko makubwa sana Sheikh, mtu anakuja swali salatul isha kwa jamaa, kisha akimaliza yuwatoka wenzake, na labda wengine waliobakia ni wazee kiumri hata kumliko yeye, labda hata afya zao si mzuri, wakabakia. Wewe waenda nyumbani kulala, waenda kuangalia movie, waenda kuangalia habari ambapo kwamba la yusmin wala yughni min juu, hazikushibishi wala hazikunenepeshi, hazikusaidi chochote duniani wala akhera. Waacha ajiri kama hili
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe madhambi yako, ma taqaddama min dhanbika. Kila ukisimama Allah anakusamehe. Wallahi, hebu niambie, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yupanda katika mimbar kisha akawa anasema amin 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 mara 3, masahaba wakashangaa, hawakumuuliza. Walipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza, ya Rasulullah, kwa nini umesema amin mara kwanza, mara pili, mara 3? Asema atani ya Jibril, amenijia mimi Jibril. Kisha akasema raghima anfun, wallahi amepita patupu, amepata hasara. Au baadhi ya ulama wanasema laana ya Allah imteremkie, laana ya Mwenyezi Mungu na Jibril na Mtume alayhi wasallam imteremkie yule ambaye kwamba man adraka Ramadhan, atakayepata mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka ukamalizika, falam yughfar lahu, wala asio ni mwenye kusamehewa kwa sababu ya kupata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu kama huyu ana laana ya Allah au amepata hasara kubwa. Mtume Jibril anamwambia Mtume, sema amini ya Muhammad. Mtume anasema amin. Anauliza ya pili, anasema ni yule ambaye kwa anayepata wazazi wake wakiwa ni watu wazima, isiwe ni sababu yeye kuingia peponi. Watatu ni yule ambaye kwamba atakayesikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaswalia kisha asikuswalie sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, fursa kama hii, fursa tudhahabia, gold chance kama wenyewe wanavyosema, mtu kwa sababu ya rakaa 8 tu utakaziswali Allah anakufutia madhambi yako yote, na uwe mzito siwezi kuswali. Wallahi ni mitihani mikubwa sana. Kwa hivyo hii tujue ni fursa ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo kwamba hakuna katika miezi mingine. Vile vile fursa nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yeyote ambaye kwamba atakayefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan, hali ya kuwa na muamini Allah, wa ihtisaban, hali ya kutarajia ajiri kwa Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kule kufunga tu inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yako. Hivi ndugu zangu, haitutoshi hadithi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadithi al-Qudsi akisema kullu amali ibn adam illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi, amali zote ni za binadamu. Yajua kwamba ukisoma Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ukisoma harfu moja ni thawabu ngapi? Ni thawabu 10. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema illa sawm, isipokuwa saumu, fa innahu li, hakika hii saumu ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye ambaye kwamba nitakayelipa. Bal ulama rahimahumullah wakaenda zaidi katika kusherehesha hadithi kama hii, wakisema kwamba ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, Mtume alipouliza masahaba zake ataduruna man muflis, mnamjua nani aliyefilisika? Wakasema, wakamweleza masahaba nani aliyefilisika katika wao. Mtume akamwambia hapana, muflis aliyefilisika katika umati wangu mayati yaum alqiyama biswalatin, ni yule atakayekuja siku ya kiyama ameswali na swala yake imekubaliwa na zaka, mpaka mwisho wa hadithi. Lakini qad shatama hadha, alimtukana huyu, wakadhafa hadha, akamzulia huyu, akamsingizia huyu, akachukua mali ya huyu, ajiri zitachukuliwa baada ya wale watu kuja kushtaki. Ulama wanasema amali moja pekee yake hakuna yeyote ambaye kwamba anaweza kuchukua ajiri yake, nao ni amali ya saum, kwa sababu Allah anasema illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi na mimi nitakayelipa. Ndio maana ukaona wema wote waliotangulia na wanaojielewa hakuna ibada kubwa walikuwa wakiifanya kama ibada nini? Ya saum. Mtu miaka 40 yuwafunga, yuwatoka kwake na hajulikani kwamba yuwafunga miaka 40, yuko katika saumu ya sunna, lakini hakuna hata siku moja familia yake inajua kwamba mtu huyu amefunga, kwa sababu walikuwa wakiamini kwamba ikiwa amali zote zitachukuliwa na Allah, lakini isipokuwa nini? Isipokuwa saumu nitabakishwa nayo. Kwa hivyo na mimi na wewe ndugu zangu Waislamu tofaa tuamini ya kwamba Ramadhani ni fursa ya kuweza kusamehewa madhambi yetu kwa sababu ya funga zetu. Lakini hapo kutakuwa na tofauti kubwa sana wale ambao kwamba wanaofunga katika hali ambayo kwamba si ya sawa sawa, na wale ambao kwamba wanafunga kwa namna ambayo kwamba inavyotakikana na sheria na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka. Vile vile fursa ya tatu katika Ramadhani kusamehewa, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kusimama katika lailatul qadri, na kisa chake ni kirefu. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaeleza maswahaba yule bwana katika Banu Israil alipotoka kwa miaka 70 bila kurudi nyumbani, akiwa katika jihad,
Masahaba wakamwambia Rasulullah, wallahi na sisi ingelikuwa Mwenyezi Mungu ametupatia umri mrefu tungelitoka zaidi ya hivyo. Ni vile umri wetu ya Rasulullah ni mdogo. Sisi tukishafika miaka 20 tumeanza kujielewa, na labda na miaka 70 na miaka mingapi mbele ni 50. 20 shafanya nini? Labda na 60. Mingapi? Bado 40 mbele. Sasa ya Rasulullah, hatuwezi kivyovyote hata tukitaka, kulingana na umri tuliopatiwa, na tushafika miaka hiyo tushadhoofika, hatuwezi kwa sababu ya maisha. Allah alivyoona ghera yao na alivyoona ukweli wao katika moyo wao, Allah tabaraka wa taala aliwateremshia suratul Qadri, akamwambia inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairu min alfi shahr. Tumewekea siku katika si siku, usiku tu peke yake, kuanzia maghrib mpaka fajiri kianza kutoka, hiyo tu peke yake tumewekea usiku. Lau mmoja wenu atajitahidi kusimama usiku kama huo na kufanya ibada, khairun min alf shahr, ambapo kwamba ukipiga kwa hisabu ya miaka ni miaka 83 kama ulama wanavyosema, au miaka 84. Wallahi ni masikitiko makubwa. Tembea pale mjini uangalie watu waswali tarawehe pale ndani Masjid Nur, watu wako na kera mshaka wacheza hata habari hawana. Watu wamezaliwa katika Uislamu, mababa zao ni Waislamu, mababu zao ni Waislamu. Hakuna mtu yote labda katikati yao walisilimu, lakini watu waswali tarawehe, wengine wanaendelea kuona na migoka yao na marungi yao na kuvuta bangi, wal billahi midhalika. Wengine wafungua adhan. Wallahi utasikitika hali ya Uislamu ambayo kwamba tuko nayo. Ukipita vichochoroni, hata mtu ataona haya akikuona yeye mwenyewe. Mtu Allahu akbar yatengeneza bangi, afungue na bangi wakati wa Ramadhani. Hii inaonesha wazi kabisa kwamba huko anasoma. Ndio maana ulama wakieleza kwamba Shawwal ni katika miongoni mwa mwezi mtukufu wa Shawwal, katika mambo muhimu ambapo kwamba mtu atafaa ajipime katika Shawwal ni kujiangalia zile ibada zilikuwa nikizifanya ndani ya Ramadhani. Je, mujarrad wa kuonekana mwezi zote nishaziweka kando au bado naendelea nazo? Hii ni kuonesha alama ya kabuli kwamba kweli ndani ya Ramadhani amali zako zilikubaliwa. Leo wewe hata Ramadhani haijamalizika, uko ndani ya Ramadhani, wal billahi midhalika, wafanya mambo ambayo kwamba ni munkarati, ni mambo ambayo kwamba yako kinyume, yasikitisha sana. Kwa hivyo Ramadhani ni fursa, mtu akisimama Lailatul Qadr. Hebu niambie, ikiwa wewe baada salatul ishai au salatul maghrib ikiingia uko na wasokota bangi wasubiri adhana iadhiniwe, na ule ndio usiku wa Lailatul Qadri, hebu niambie Allah anakuandikia umevuta bangi miaka mingapi? Inna lillahi. Wallahi ni masikitiko shekhe, na lazima tuambiane, tukumbushane, ile kuogopana, sijui watachukulia vibaya, sijui watakasirika, sijui hawataona raha. Hii ndio mambo ambayo kwamba inafanya tukarudi nyuma. Watu waambiane, wakumbushane, nasihiane, kwa sababu hakuna tena mtume ambaye kwamba atakayetumilizwa. Kwa hivyo hii ni fursa nyingine ya mtu kusimama katika Lailatul Qadri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kwa hivyo haya ni mambo matatu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza, na kuna mengi. Kwa nini tufunga? Limadha saum? Kwa nini tufunga? Ni nini uhakika wa saumu? Kwa nini tuweke saumu? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea. Wallahi ni mambo ambayo kwamba ni masala ambayo kwamba yafaa uyajue kuanzia saa hii, ili kusudi ile Ramadhani ikiingia, wallahi utaona ni tofauti na Ramadhani za miaka zote ulizozifunga. Bali unaweza kudhania kana kwamba ndio waanza kufunga kwa sababu umeingia na fikra nyingine kabisa. Kumbe mimi naona kama ni adhabu, kumbe ni tofauti sana, kwamba Mwenyezi Mungu amesema saumu li wa ana ajzi bi. Kwa hivyo mimi nafunga kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi, yeye ndio atakayemlipa atakayefunga. Ramadhani ndio mwezi wa fursa kubwa, kwa sababu inafunguliwa ndani yake milango. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema saumu junna, saumu ni kinga yako wewe na moto wa jahannam. Kwa hivyo ukiwa na vitu kama hivi kabla ya Ramadhani, wallahi Ramadhani itakavyoingia itaingia na wewe ukiwa ni mtu mwingine tofauti sana. Lakini ikiwa hujui ni nini Ramadhani, makusudi yake ni nini, ndio pale itaingia na utaona kama miezi mingine tu ya kikawaida. Tukome hapa kwa sababu ya wakati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu tuliyofanya kwa siri na dhahiri, yale ambayo kwamba tuliyofanya kwa kusudi au bila kukusudia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya na afwa, atupe nasiha ili tuweze kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha tumuombe Allah atupe taufiki ya kuweza kuifunga Ramadhani kama anavyotaka Allah tabaraka wa Ta'ala, na vile vile tuwe wenye kusimama katika masiku yake mpaka Ramadhani imalizike. Wala Mungu asitujalie kwa ni watu ambao kwamba
Ramadhani za kwanza, 10 la kwanza tumejazana msikitini, la pili na la tatu kawa tumekimbia, la bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie wale ambao kwamba watakaokuja ndani ya misikiti kwa sababu ya Ramadhani, tunamuomba Allah Tabaraka wa Ta'ala wa huwa qadirun alayhi, ajalie kwamba wasitoke tena inshallah Ta'ala, wakiingia ndio wameingia. Kia vile vile mwisho ni nasaha kwa wale ambao kwamba ni watu wanaoswali kila siku, wasiwacheke wala kuwadharau wale ambao kwamba ndio mwanzo wameanza kuingia msikitini katika Ramadhani. Ishafika mwezi wenu, mashallah, karibu bana, tusome kidogo Qur'ani, kana kwamba ilikuwa siku zote. Usifanye paka akawa mnyonge. Utaona kuna watu kabisa anasema mimi siwezi kwenda msikiti fulani kwa sababu kuna watu watafanya nini, watanikejeli, anakimbia anaenda msikiti fulani. Wallahi wewe pia una masuhulia. Wewe kwa ni sababu ya kuwavuta watu, wala usiwe ni sababu ya kuwafukuza watu katika nyumba za Allah Tabaraka wa Taala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum.